Mimi niwatakie kila la heri Simba Sports Club. No doubt Simba uwezo wanaokuwa wanaonyesha katika michuano ya kimataifa wamekuwa na wakati mzuri sana ndani ya hii miaka mitano, wakiwa wanaenda kushiriki michuano ya kimataifa wanakuwa wanafanya vizuri sana. So ninachowaomba wasiende wakiwaandaleti Al-Masry, kwa sababu Waarabu wao wana desturi yao au na utaratibu wao wa kucheza kwenye ardhi yao ya nyumbani. Kwa hiyo mimi nadhani Simba wanatakiwa wakubali kwamba wanaenda kwenye ardhi ya Uarabuni ambao wao wanatakiwa wawe kama timu ya pili. Haijalishi ana muda gani anashiriki michuano ya kimataifa na alikuwa anafika wapi, lakini unapoenda kwenye ardhi ya mtu mwingine unatakiwa umrespect kwanza, na mpinzani hautakiwi kumdharau. Ukienda na mentality ya wewe kwamba wewe ni bora zaidi yake, hicho ndicho kinachowakosti vilabu vingi, mwisho wa siku wanapoteza. Tumeona kikao kimekalia, serikali imewaita Yanga, imewaita Simba na viongozi wa mpira wa nchi. Kuna watu wanaamini sasa matumaini ya kuipata dabi yanaweza ikatokea, lakini nje ya geti wanachama walikuwa mnaimba wimbo ule la tucheze, na mashabiki wa Simba wakasema kwamba mnafanya maandamano, mnaidhihaki serikali. Wewe ulikuwa sema ya wale wanachama pale nje, ndio dhamira yenu kwenda pale ilikuwa nini? Unatakiwa ujue kutofautisha klabu na timu. Unapoizungumzia klabu unamzungumzia mwanachama, viongozi na wachezaji. Unapoizungumzia timu ndio utakuta kina Faridi Musa na benchi la ufundi. Kwa hiyo ilipo klabu ya Young Africans na wanachama wapo, alipokuwa kiongozi wa Young Africans na wanachama wapo. Wanachama wenyewe ndio sisi. Tunachokihitaji ni sheria na kanuni zifuate ili mpira wetu uweze kuwa ligi bora barani Afrika. Watu wengi wanasema au niseme kwamba kwa hii sifa tunayopewa kwamba Tanzania ni ligi bora kwa barani Afrika ya 4, mimi naweza nikakataa. Unatumia vigezo vipi kutupatia ligi bora namba 4 barani Afrika ili hali tuna refa mmoja anayechezesha michuano ya AFCON? Arajiga peke yake, hiyo ni ligi bora barani Afrika namba 4. Kwa hiyo mimi nadhani tuache makando, tusimamie sheria na kanuni ili tupate ligi bora halali na sio ya michongo. Nataka viongozi waondoke kwenye nafasi zao. Ndio uchaguzi unakuja TFF. Pia bodi ya ligi wenye vitu vilabu watakwenda kufanya maamuzi. Unafikiri kuna urahisi wa kuwatoa kwenye njia ambayo sio uchaguzi? Inawezekana. Chini ya jua mna kinachoshindikana. Na unapokuwa umemkosea mtu au unapokuwa umekosesha watu imani, haijalishi umebakiza muda gani. Wakiisha sema kwamba uondoke, basi wapishe. Unaambiwa msanii mzuri ni yule anayejua wakati wa kushuka jukwaani kabla hajaanza kuzodolewa na mashabiki zake. Kwa hiyo mimi nadhani ukishaona umeboronga, ni bora ukang'atuka peke yako pasipo kuanza kuchafuliwa. Kwa hiyo kwa wanachokifanya bodi ya ligi na TFF, mimi nadhani kwa mtazamo wangu mimi na fikira zangu mimi, ningekuwa nimeshang'atuka. Kwa nini? So wewe kama kiongozi wa mpira Tanzania umetoka kwenye majukumu ya kafu, ulipaswa kuja kukaa chini na vijana wako ukaongea nao kusikiliza shida yao. Lakini unapokuja kabla hujakaa chini na wale ambao unatakiwa kuongea nao, unajikuta unaongea kwenye media maneno ambayo yanadhihirisha umeegemea upande gani. Inakuwa haipendezi kwa mtu ambaye ni kiongozi. Unajua uongozi ni talenti, na ili uwe kiongozi ni lazima uwe na busara, hekima na maarifa. So kwa Karia hekima na busara na maarifa vyote hana. Na ndio maana hata juzi kwenye kikao dhidi ya waziri wa michezo haukumsikia akiongea chochote. Nadhani kama mlifuatilia alivyokuwa na waaga wachezaji wa timu ya taifa pale Tanga, mlisikia kauli zake. Kwa hiyo mimi nadhani ni muda sahihi wa Karia kuachia ngazi na asisubiri kuchaguliwa, kwa sababu unapokaa unachafuliwa hivi, unaongelewa hivi, alafu mwisho wa siku unasubiria upigiwe kura tena, au unasubiriwa uje utoke kwa kuondolewa na watu kwa kura, inakuwa haipendezi. Kwa hiyo mimi nadhani anaweza kuwa babangu of course kwa umri wake, mimi ni mdogo kwake, lakini kwa ushauri wangu ningemshauri aondoke tu mapema. Tukiruhusu mlango huu ufunguliwe, Yanga akikerekwa anaondoa uongozi, Simba akikerekwa ataondoa uongozi, Kagera akikerekwa, itakuwa sasa nchi namna gani? Yanga wameanza, Simba wafuate, wengine watakuja kufuata, itakuwa mazoea namna gani? Sasa hicho ndicho tunachokitaka. Kwa nini? Sababu unaangalia kuna vilabu vingi vidogo vinakuwa havitendewi haki na huu uongozi. Kwa nini nasema hivyo? Vilabu vingi, Azam amewahi kwenda kucheza Kagera, alizimiwa taa wakati wa kufanya mazoezi na meneja wa uwanja, lakini akalalamikie wapi? Mbeya Kwanza amewahi kufika uwanjani, ambulance haikuwepo uwanjani. Kisheria huwezi kucheza kama ambulance haikuwepo uwanjani. Alipokwa alama Mbeya Kwanza akapewa na Mungu. Angelalamikia wapi wakati kocha mwenyewe alifungiwa miaka 2? Kwa hiyo mimi nadhani vilabu vidogo vinakuwa havina sauti.
Mfano mechi ya JKT Queen na Simba Queen, wangelalamikia wapi JKT Queen? Kumbe sasa unakuta TFF na bodi ya ligi ndo wameshikilia kwenye makali. Ndio maana utasikia akiongea mchambuzi fulani atafungiwa kwa sababu makali ameyashika TFF na bodi ya ligi. Akiongea msemaji wa timu fulani anafungiwa. Ulishawahi kusikia afisa habari yeyote wa Simba kafungiwa? Kwa nini? Kwamba yeye yuko smart. Kwa hiyo mimi nadhani fikie hatua uongozi wa TFF na bodi ya ligi unatakiwa ujirekebishe. Pasipo